Radio Maisha ni radio zaidi ya radio na tuko mbele pamoja. Msikilizaji, nilikuwa nimekuambia kwamba tutakuwa na mgeni ndani ya studio na right now tunaungana naye moja kwa moja tuweze kujua ana lipi la kusema, ako na kipi cha kukwambia na ni vitu gani ambavyo wewe unafaa kujua ikiwa una deal na mtu ambaye ako na ugonjwa wa bipolar 1. Of course ni survivor wa bipolar 1 if I'm not wrong. Karibu sana Bwana Samuel Ocheng. Asante sana. I'm glad to have you today. Thanks. Na asante kwa kuitikia wito wetu siku ya leo. Asante sana. Kwa mtu ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, Bwana Samuel ni nani? Anafanya kitu gani? Bwana Samuel ni wakili. Kwa kizungu wanasema advocate of the High Court of Kenya. Of course. Nina law firm yangu ambayo inaitwa Samuel Ocheng and Company Advocates. Bwana Samuel pia ni mwimbaji. Nyimbo za kidini. Nyimbo zangu ziko huko nje. Bwana Samuel pia anacheza mchezo unaitwa chess. Ambayo nilishinda tournament just 2 weeks ago. Na unajua chess inahusisha sana akili. Lazima ukue very strategic kabisa. Ujue unachezaje na queen, unachezaje na rook, knights. Exactly. Bishops. Of course. Bwana Samuel ameoa na ana watoto 3. Wow. Kabisa. Apart from that, Bwana Samuel ni survivor wa bipolar 1. Bipolar 1. Of course. Na hebu niulize, unajua watu wengi wanazungumziaga tu bipolar, lakini hawajui ni ugonjwa wa aina gani. Kwa mtu ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza na anasikia ugonjwa wa bipolar, ni kitu gani haswa labda kinaweza nifanya nijue kwamba hata kama mwenyewe hajui. Unajua mtu anaweza kuwa na bipolar na hajui. Not unless kwanza bipolar do you have to go to the hospital kuweza kupimwa ili uambiwe kwamba uko na bipolar? Ndio, lazima uende hospitali uone daktari ambaye anaitwa psychiatrist. Ndio akukague aone kama una huo ugonjwa. Sio ati wewe ndio unasema mimi niko na bipolar. Lazima upiche kwa daktari. Okay. Na kwa mtu ambaye labda anasema kwamba hii ni mambo ya kawaida, ni kitu gani haswa kinaweza kuwa so alarming, kinaweza fanya ukajua kwamba mtu anaugua ugonjwa wa bipolar? Bipolar kuna aina 3 ya bipolar. Kuna bipolar 1, bipolar 2 na ile inaitwa ingine ni cyclothymic disorder. Kwa hivyo acha niwaeleze wasikilizaji bipolar ni nini. Bipolar ni ugonjwa wa akili. Ambao inahusiana na moods. Moods ni hisia. Hisia yako ni mood disorder. Change ya hisia ndio inaitwa bipolar. Inamaanisha poles mbili. Iko mara mbili. Kwa hivyo hisia saa zingine uko na furaha, uko na nguvu, unaweza kufanya vitu mingi. Wewe ni umekuwa mcheshi huko nje, uko sociable, unaenda kutembelea watu mara nyingi. Alafu upande mwingine wa bipolar, mara tu hiyo furaha imeisha, unajipata tena uko na huzuni, depression. Hivyo tu. Yani, sasa hata haina alert ya kukwambia kwamba we are getting into this. Ina change too abruptly. Wewe umekuwa mchangamfu huko nje, unatembelea watu, una nguvu, all of a sudden abruptly wewe umekuwa sasa uko na huzuni, utoki nje, usugui meno, uendi bafu, unalala sana. Sasa hiyo ndio bipolar 1. Utofauti ya bipolar 1 na bipolar 2 ni kwa sababu kwa bipolar 1 unaweza rukwa na akili. Hapo unaona vitu ambayo aziko. Unasikiza sauti ambazo watu wengine wasikii. Wewe peke yako, hallucinations. Unahisi watu wanazungumza, people are telling you things but you cannot tell. But watu wengine waoni, wasikii, wewe tu ndio unaona. Unaona vitu ambazo aziko. Yani kwa kifupi mtu anaweza ku-confuse na mwenda wazimu. Kabisa ni bipolar. Kwa lugha ya mtaani wenda wazimu. Ni wenda wazimu. Ni wenda wazimu ya bipolar. Ndio. So unasikia vitu ambazo ziko, alafu unaamini vitu ambazo sio za ukweli. Kwa mimi wakati nilikuwa naamini mimi ni nabii. Ulikuwa unasema wewe ni prophet. Mimi ni prophet.
Ni vitu gani ambazo ulikuwa unasikia ama unaona unaamini kwamba God is talking to me and nahisi kwamba mimi ni nabii na nafaa kutabiria watu? Usiku nilikuwa naenda kusumbua sana watu kwa streets. Saa zingine hata saa 8 usiku. Na tulikuwa naishi Isili, mtaa wa Isili. Natoka naambia mamangu mimi naenda kuhubiri. Sasa shida ni magari yameisha, matatu yameisha. Na sasa natembea kutoka Isili. So you have to walk hadi town usiku wa manane ukihubiri. Si ati nikihubiri, naongoja nifike town ndio nianze kuhubiri. Na sana nilikuwa nasumbua sana wale wa makahaba. Wala walikuwa pale Koinange Street. Kulikuwa na hii club ilikuwa inaitwa F1. Nilikuwa pale nikijaribu kushautia watu kwa ubiria Yesu anarudi, mimi ni nabii sasa. Sasa hiyo ndio bipolar 1. He said, okay, ngoja. Unajua unafanya najiuliza maswali. Could it be kuna watu ambao wanatokeaga wanasema dunia inaisha, mujitayarishe wakaguliwe. Unasema kwamba wanaweza kuwa ni wagonjwa wa bipolar. Wanaweza kuwa ni ugonjwa wa bipolar. Wow. So unatoka Isli, unaanza kutembea usiku. Ukifika mahali unaanza kuambia watu Yesu anarudi, jitayarisheni. Na hizi ni sauti ambazo unasikia kwa kichwa chako. Kabisa, So unaweza confuse kwamba ni Mungu anakuongelesha, kumbe ni ugonjwa wa bipolar. Haiwezi kuwa Mungu, because Mungu hawezi hatarisha maisha yako. Utoke, hata Biblia inasema usimjaribu muumba wako. Uwezi toka tu Isili saa 8 usiku tunaenda kuhubiri. Kuna kitu jambo mbaya. So hiyo ni bipolar 1 ambapo akili yako inaweza ruka uwe mwenda wazimu. Alafu bipolar 2 una rotate between kitu inaitwa mania and depression. Sasa mania ndio hiyo unasikia sauti, wewe una mchangamfu, uko na mambo mingi, yani kuna nguvu nyingi. Alafu bipolar 2 ni hypomania na depression. Hypomania ni mania ndogo. Sijui ndasema aje, ni mania ambayo sio kubwa sana. Sasa kwa bipolar 2 sio lazima upeleke hospitali. Unaweza tu pewa madawa ukae utulie. Lakini bipolar 1 wakati uko manic, hiyo bipolar iko kubwa sana ambapo unafaa upeleke hospitali. Mimi nilikuwa nafungwa na kamba. So unajua sasa hapa unanileta kwa situation fulani, nafikiria sio kila mtu ambaye kwa mtaa labda something happens alafu unahisi kwamba ati huyu amerogwa. Hawa ni watu wa nyumbani wanamwendea vibaya. Huyu ni mtu ambaye kuna mtu amtakii mazuri, si alikuwa anataka. So inaweza kuwa ni alipata ka opportunity aka get overexcited, alafu bipolar ikainuka, akaanza kukua na vitu vingine. So eti kwamba ni lazima mtu awe amerogwa. Mamangu aliambiwa hivyo. Ati anipeleke Tanzania. Akaambiwa wewe umerogwa. Nimerogwa. Hata wahubiri walikuwa namwambia hivyo. Ati mimi pengine watu wa huko ushagoa mwenyeroga. Pengine wataki maendeleo yangu. Unaingia wakili, unakuwa wakili. Back then wakili is a very big name, especially in Lakeside. Nilikuwa diagnosed kwamba niko na bipolar in the year 2000. Wow. That is 25 years ago nimekuwa na hii ugonjwa. Sasa mamangu alikuwa anaambia anipeleke Tanzania nikaone wale waganga. Lakini mamangu alikuwa ni Mkristo. Sasa alikataa. Lakini kuna time nilizungukwa na wahubiri wa 6 ambao walikuwa wanajaribu kutoa mapepo. Lakini walitoka, bado niko sawa. Hayakutoka. Wakanimwagia inaitwa anointing oil kwa Kiswahili. Unasema wakanimwagia hiyo mafuta ya ni upako. Hiyo upako sasa. Lakini walienda, bado niko hivyo. Mapepo hayatoki. Mapepo hiyo wanasema ni mapepo hayatoki. Kumbe ni ugonjwa. Kuna siku nilizingirwa na waumini karibu 20 nyumbani. Wanajaribu kutoa hayo mapepo. Lakini walienda na bado niko the same. Sasa swali ni kwa hivyo hii bipolar ni mapepo ama ni chemical imbalance in the brain? Sasa psychiatrists wanasema bipolar ni kuna kemikali ambayo iko kwa akili. Ikiwa zaidi ama kuna upungufu. Sana sana kuna kemikali ambayo inaitwa dopamine. Watu wanasemanga dopamine. Hiyo ikiwa mingi unakuwa mchangamfu na unaanza kuwa na hizo hallucinations na paranoia. Lakini ukiwa na upungufu wa kemikali kwa ubongo wako inaitwa serotonin, unakuwa
depressed. Sasa ndio kwa maana ukienda kwa psychiatrist anakuandikia madawa. Sasa hiyo madawa inaenda ina redress hiyo imbalance kwa akili yako. Yes. Bwana Samuel Ocheng, unajua ugonjwa wa bipolar watu wanapenda kuzungumza tu. Utasikia mtu anasema huyo ni bipolar, huyo hata dikaba bipolar, but they really do not understand what bipolar can do and what really bipolar is. Ebu niulize, kwa sababu mimi binafsi nimesoma kitabu chako. Umesoma kitabu chako? I have. Ulitoa wapi? I was like, oh wow, wait a minute. I can't wait to have this one in this studio today. Because yo bruh, you have been through a lot. Yes. And mtu anaweza kuwa nadhani kwamba huyu alikuwa ni mtu tu mwenye tabia mbaya, lakini it was as a result of bipolar 1. Na moja kati yao ni kwamba you were hypersexual ndio. Hapa kumbuka kwamba by the way hujatuambia, mimi nimejua kutoka from the book kwamba wewe ulikuwa gospel artist, ulikuwa ni mhubiri, but apart from that wewe ulikuwa unaingia strip clubs, unaangalia vitu, ulikuwa na wanawake wengi, you had over 30 women. I mean, na you liked thunderous women. Kweli umesoma hicho kitabu? I did. Umesoma hicho kitabu? Acha nikwambie, after every 5 sentences ilikuwa lazima niseme we. Nasema huyo kitabu hauwezi soma kama umenyamaza tu. So I want you to take us through your journey of bipolar 1, especially the struggle with hypersexuality. Sasa bipolar inakuja na symptoms zake. Bipolar inakuja na as a package. Inakuja na vitu zingine zinaziandama. Kwanza ni hiyo hypersexuality. Hypersexuality ni kuwa na hamu zaidi ya kushiriki tendo. Unakuwa nayo zaidi ambayo huwezi kucontrol. Inakuwa ni hamu ya kupindukia. Sasa saa zingine pia bipolar inakuja na kukasirika haraka, inaitwa irritability. Inakuja as a package. Sasa hii hypersexuality ilinisumbua sana. Kwa sababu mimi nilikuwa Mkristo, nimeokoka, naenda kanisa, saa zingine nafunza Sunday school, naimba nyimbo za kidini, na huku kuna hypersexuality. Aya, kumbuka watu walikuwa wasichana walikuwa wamenikana, hawataki uhusiano na mimi kwa sababu ya hii ugonjwa. Na huku nina hypersexuality. Sasa ndafanyaje? Sasa mimi ikabidi nijipate niko strip clubs, ambapo huku town bado ziko wanawake wana dance wakiwa uchi kwa poles. Huko ndo nilikuwa najipata huko niende nipunguze makali ya hii hypersexuality. And then pia wakati nimepata pesa pia nilikuwa natafuta vichochoro huko town. Makahaba wako wengi. Unajua umesema hiyo story ikanikumbusha, unajua in your book, in fact when you read the first 2 chapters you cannot get away from that book. Lazima utake kuendelea kusoma kwa sababu niliona mahali umesema kwamba umeenda kwa strip clubs kwa sababu umekuwa frequent customer. First of all, even before uingie ndani kabisa, unajua kumbuka kwamba wewe you are an advocate. Wewe ni wakili. Pili, wewe ni gospel artist. 3, wewe ni mhubiri. Lakini sasa umejikuta kwa sababu ya ugonjwa huu wa bipolar ambapo unakufanya unakuwa hypersexual. Now you get yourself into strip clubs. And then ikafika siku fulani ukafika kina dada 5 wakakuja wanataka kukupa ile advance, ile favor, and then it clicks to you that you know what, sijatahiriwa. Ilikuwa story. Hiyo siku nilitetemeka sana. Unajua mimi nilikuwa nimezoea kwenda strip club moja. Kila sasa wakaona huyu ni mteja wetu, au strippers. Na huko hiyo strip club
watu walikuwa wanaweza kushiriki tendo la ngono ndani ya club. Nilishangaa sana. Kulikuwa na rooms. Kulikuwa na rooms na pia hapo ndani. Unajua uko gizani tu kando kando watu walikuwa wanafanya hizo, walikuwa wanashiriki hizo. Sasa mimi nilikuwa naenda huko every Friday na Saturday niko hapo strip club. Sasa hao wasichana wakasema huyu ni mteja sugu. Lazima tumshukuru. Loyal client. Sasa wakafanya njama. Wakawa 5. Mimi sasa nikazingirwa mara moja na wasichana 5 na wako uchi. Wakaniambia lala chini. Wewe ni mteja wetu, tunataka kushukuru. Sasa mimi sikuwa najua ni nini wanataka kushukuru aje ama haya mimi wakati nimelala chini flat na nimeangalia juu. Mmoja akatoa shati. Mwingine akatoa trouser. Kwa club watu wanaona. Sasa chenye mimi nilikuwa na furahi tu, nafikia hii ni maybe ni show ama ile lilishangaza, nikaona mmoja wao amebeba hiyo condom kwa mkono. Hapo nikasema ala. Sasa wengine walikuwa wamenishika mkono, wengine wamenishika mguu na mwingine amenikalia. Sasa hakuna kutoka. Wewe tunataka kushukuru. Nikakumbuka hapa, mimi bado sijatahiriwa, mimi Mjaluo. Na miaka mingapi? Hapo nilikuwa na miaka 27. Sasa 33 hapo 27. Ikakuhit. Ikanihit. Hawa watu wakijua wataniona. Na watakuwa wananicheka. Watakuwa wananicheka kila siku na hata strip club zote sitakuwa naenda. Wakati nilikumbuka hiyo nilitoka na nguvu nika wrestle my way out of their grip. Nikamwambia asanteni, lakini mimi ni Mkristo. Ni vile tu najua kwa nini sikuwa nataka. Nikamwambia asanteni. Deep down, si eti story ya Ukristo. Ulikuwa ni kwamba unaogopa ile aibu itakuja after wamegundua ukweli. Sasa nikakutana na msichana mwembu. Msichana tulikutana tu hivyo, akaniuliza mimi, unajua pale nina hypersexuality. No, wait, before then, tafadhali clarify ili watu wasianze kucontrol kwa social media. Later on ulikuja ukatahiri, right? Yes, later ndio hii story. Of course, Sasa nikapatana na msichana mwembu. Huyo msichana baada ya wiki moja hivi ya uhusiano nikataka tushiriki hiyo tendo la ngono. Lakini akaniuliza, wewe umetahiri? Hiyo swali ikanipiga, nikasema sasa nitafanyaje? Nikamwambia ilikuwa on Friday. Nikamwambia wacha nikupe jibu on Monday. Sasa mimi on Monday kufika, nikaenda kutafuta pale watu, nikiwa mchanga nilikuwa najua pale watu wanatahiriwa hapo Landis Road, hapo karibu na hapo Railways. Nikaenda kuuliza kutahiriwa hapa ni pesa ngapi ama nini nafanyika? Kaniambia kutahiriwa tu unaweza tahiriwa saa hizi. Nikasema nakumbuka nilikuwa nasoma pupillage. Nilikuwa sasa hiyo somo unasoma chini ya wakili mwingine ndio ukuwe wakili. Sasa nikaenda wakaniambia ingia, ilikuwa saa 7. Na nilikuwa nimetoka kwa ofisi, nimetoka tu kuuliza swali. Sasa nikaambiwa hata saa hizi unaweza tahiriwa. You can. Na kwa sababu kuna msichana Meru ukasema anangoja jibu. Nikaingia hapo. Nikakatwa hapo, nikadungwa masindano. Kulikuwa na mwanadada na kijana. Si mimi nikaenda nikarudi ofisini wakati makali ya hiyo madawa ya kupunguza pain inaisha. Sasa nikaanza kutembea ni kama of course. Sasa nikaambia ule msichana jioni ati ni ile jibu nataka kukuambia mimi nimetahiriwa. Wait. Hata aujangoja upone. Hata sijangoja nipone. You just want to please that girl. Unajua sasa niko na bipolar. Hypersexuality na niskuma huko, kichwa pia ifanyi vizuri. Sasa nikaambia ule msichana mimi nimetahiriwa. No way. Msichana kesho yake akaniambia ati wewe ni mtu mzuri sana. Na kwa sababu ya uzuri ati you are a nice guy. Sasa hatuwezi kwenda na kuwa na uhusiano juu ya too nice. Sasa tukaachana hata bila kushiriki. Lakini akakufanya at least. Akanifanya at least nipate the cut. Ebu let me ask, unajua kuna watu ambao labda kutoka wakati ule wa kitambo, wakati ambapo labda culture hiyo hawako wanatahiri wanaume. Mpaka sasa hivi labda kuna mtu ambaye hajatahiri, anahisi kwamba because I'm too big right now, siwezi
ama itakuwa ni aibu kwenda kutahiri. Ebu talk to them, tell them something. Is it so painful? What do you expect from it, or is it so important to go and do it? Kwa sababu ya teknolojia, painful siku hizi haiko. Okay. Sisi sio kama wale wabukusu wale wanaenda kutahiriwa kwa mto. Wanakatwa asubuhi na mapema. Hapana. Siku hizi kuna ukienda kutahiriwa na dungwa sindano kama 3. Okay. Inapunguza pain yoyote, utasikiza makali ya hiyo. Unakatwa tu hata baada ya dakika 20 hiyo surgery imeisha. Na unapewa madawa pia ya kupunguza pain. Kwa hivyo usiogope kuenda kwa sababu ya pain. Pain siku hizi haiko. Okay. Na pia usiogope kuenda kwa sababu ati una umri mkubwa. Unyanyapaa. Mimi viongozi wetu wa Luo wakati walitangaza kuwa tuendeni tukatairiwe, watu wengi walienda, wale wakubwa, wazee walienda katairiwa kwa sababu sasa ilikuwa ni culture ambayo pia unajua pia science inasema ukitairiwa inapunguza uambukizi wa HIV.